Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na yako mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kushika tamu huko. Na miongoni mwa taarifa ambazo zimetufikia hapa ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo matano katika mikoa ya Kharkov na Zaporizhzhia katika wiki ya Mei 16 hadi 22, ikiwa ni pamoja na Verkhnaya Teresa katika saa 24 zilizopita katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa. Katika wiki iliyopita vitengo vya Battle Group North vilipata udhibiti wa makazi ya Volokhovka. Na Shesterovka katika mkoa wa Kharkov kupitia operesheni kali. Vikosi vya Battle Group Magharibi pia viliendelea na operesheni kali za mashambulizi na kukomboa makazi ya Borovaya na Kutkovka katika mkoa wa Kharkov. Vitengo vya Battle Group Mashariki pia vilikomboa makazi ya Verkhnaya Teresa katika mkoa wa Zaporizhzhia kupitia operesheni kali za mashambulizi. Na vilevile vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi makubwa matano ya pamoja ya silaha za usahihi na ndege zisizo na rubani kwenye kambi mbalimbali ya kijeshi na viwanda vya Ukraine, nishati na vifaa vya usafiri katika wiki moja, ambapo jeshi la Ukraine limepata hasara kubwa kulikweli ya wanajeshi wake. Kwa takwimu ambazo ninazo ni Kyiv imepoteza wanajeshi 7830 kwenye mstari wa mapigano kwa wiki nzima. Hizi ni takwimu ambazo zimetolewa za uhakika. Vilevile Rais wa Urusi Vladimir Putin amelaani shambulio la usiku lililofanywa na Ukraine kwenye chuo kikuu katika jiji la Starobelsk katika Jamhuri ya Watu Lugansk. Anasema, lazima nianze na matukio ya kusikitisha ambayo huenda umesikia kuyahusu. Tukio la kusikitisha katika Jamhuri ya Watu Lugansk. Jana usiku utawala wa Nazi mpya ambao umechukua madaraka huko Kyiv ulifanya shambulio la kigaidi kwenye bweni la wanafunzi la chuo cha ufundishaji cha Starobelsk wakati wa usiku wanafunzi walipokuwa wamelala. Alisema siku ya Alhamisi usiku wanajeshi wa Ukraine walifanya shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye jengo la bweni la chuo cha Starobelsk. Kulikuwa na vijana 86 wenye umri kati ya miaka 14 na 18 ndani. Wakati wa shambulio hilo, watu 4 waliripotiwa kuuawa na 39 walijeruhiwa. Waokoaji wanaendelea kusafisha vifusi. Familia 18 zinasubiri matokeo ya shughuli za utafutaji na uokoaji. Utawala wa Kyiv unapitia kushindwa mstari wa mbele na wala uporaji wa misaada ya magharibi wala uhamasishaji wa kulazimishwa hauwezi kusaidia. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwenye mkutano na wahitimu wa mpango wa Time of Heroes. Ingawa sababu za tabia kama hiyo ya uhalifu na utawala wa Kyiv ziko wazi, unajua hili vizuri zaidi kuliko mtu yeyote. Kushindwa mara kwa mara mstari wa mbele, kusalimu amri kwa nafasi, vijiji na maeneo. Hali ya mstari wa mbele kwa vikosi vya Ukraine inabadilika polepole kutoka kuwa ngumu na muhimu hadi kuwa janga. Kiongozi huyo alisema, wala misaada ya magharibi ambayo huporwa mara kwa mara hawawezi kuvumilia, wala uhamasishaji wa kulazimishwa wakati watu wanapotezwa kutoka mitaani kama mbwa waliopotea na kisha kutupwa mbele haisaidii, Putin alibainisha. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya makundi mawili ya wanajeshi katika mapigano kwa ajili ya jamii ya Verkhnaya Teresa katika mkoa wa Zaporizhzhia, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Ijumaa. Wizara ya Ulinzi iliripoti mapema Mei 22 kwamba vikosi vyake vya Battle Group Mashariki vilikuwa vimekomboa makazi ya Verkhnaya Teresa kupitia shughuli za mashambulizi. Hayo yakiendelea, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameuandikia barua uongozi wa Umoja wa Ulaya kujibu pendekezo la Ujerumani la kuipa nchi yake hadhi ya mwanachama mshirika wa umoja huo ambapo haitakuwa na haki ya kupiga kura. Katika jibu hilo, Zelensky lililoonekana jana na Reuters amesema kushindwa kwa waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita na ambaye ni mpinzani mkubwa wa Ukraine kujiunga na muungano huo kulitoa fursa ya kuendelezwa kwa mazungumzo ya Ukraine kujiunga kikamilifu na Umoja wa Ulaya. Barua hiyo ilitumwa kwa Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Cyprus Nikos Christodoulos ambaye anashikilia wenyekiti wa kupokezana wa Baraza la Umoja wa Ulaya. Vilevile utawala wa Kyiv unapitia kushindwa mstari wa mbele na wala uporaji wa misaada ya magharibi wala uhamasishaji wa kulazimishwa hauwezi kusaidia chochote. Kumbuka kwa sasa Ukraine yupo katika hali mbaya, lakini maneno ya magharibi yanaendelea kumtia moyo na kumfanya endelee kupoteza wanajeshi. Magharibi ya pamoja inapaswa kuanza kufikiria kuanzisha misheni ya kijeshi katika mlango wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema, lazima tuanze kufikiria tufanye nini.
ikiwa wiki chache kuanzia sasa Iran itaamua kuweka mlango bahari umefungwa, anasema alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kando ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden. Kwa hivyo lazima tuanze kufikiria kuhusu hilo. Nimezungumzia hoja hiyo leo. Kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, mazungumzo kati ya Moscow, Washington na Kiev kuhusu kutatua mgogoro nchini Ukraine hayajaanza kwa sasa, lakini Marekani iko tayari kupatanisha katika mchakato huu wa kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema hakuna mazungumzo kama hayo yanayofanyika kwa wakati huu, lakini tunatumai hilo litabadilika, aliwaambia waandishi wa habari pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden. Kwa bahati mbaya hayakuwa na matunda, lakini tuko tayari kuendelea kuchukua jukumu hilo, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema. Kulingana naye, ikiwa mtu mwingine angependa kushughulikia hilo anapaswa, lakini haionekani kuwa kuna mwingine yeyote duniani hivi sasa anayeweza kushughulikia hilo. Rubio alisisitiza pia hatovutii kushiriki katika mzunguko usio na mwisho wa mikutano ambayo haileti matokeo. Pia alisisitiza kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro nchini Ukraine. Anasema hautaisha kwa ushindi wa kijeshi kwa upande mmoja au mwingine. Vilevile Beijing imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za shambulio la ndege zisizo na rubani katika chuo kikuu cha Starobilsk. Mwakilishi wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kong anasema China imebaini ripoti za shambulio la ndege zisizo na rubani katika shule huko Starobilsk na inaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu majeruhi hasa miongoni mwa wanafunzi. China inalaani mashambulizi yoyote yanayowalenga raia wasio na hatia. Mgogoro wa muda mrefu wa Ukraine, kuongezeka kwa hali katika uwanja wa vita na mateso makubwa ya wanadamu ni kitu ambacho hakuna upande unaokitaka, ikiwa ni pamoja na China. Vilevile Marekani haifanyi mabadiliko yoyote kwenye mpango wake wa PURL ambao uliundwa ili kusambaza silaha kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anasema Ukraine inapata usaidizi zaidi kuliko ilivyowahi kupata kupitia mpango wa PURL. Marekani inaendelea kuhusika kuja kuwa na mabadiliko yoyote yaliyofanywa kwenye mpango huo, aliwaambia waandishi wa habari kando ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden. Wakati huo huo, kulingana na ripoti ya Mei 11 ya The Washington Post, washirika wa Marekani wa Ulaya wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu maendeleo ya mpango huo unaolenga kuipa Kiev silaha kutokana na kupungua kwa silaha za Marekani wakati wa vita na Iran. Zaidi hayo, baadhi ya nchi za Ulaya zinahoji jinsi Pentagon inavyotumia fedha hizi. Kulingana na vyanzo vya gazeti hilo, kuna wasiwasi kote Atlantic kwamba uhaba wa silaha za Marekani ambao tayari unaathiri mauzo nje kwenda Ulaya unaweza pia kusababisha ucheleweshaji wa usafirishaji kwenda Ukraine. Vilevile jeshi la Ukraine linashambulia kwa makusudi vituo vya raia nchini Urusi vya Vyacheslav Volodin. Mwenyekiti wa bunge la Duma anasema utawala wa kigaidi wa Nazi mpya wa Ukraine unafanya mashambulizi kwenye vituo vya raia nchini Urusi ukiwa na ufahamu kamili kwamba unalenga hospitali, taasisi za elimu na majengo ya makazi. Jeshi la Ukraine lilirusha ndege zisizo na rubani kwenye jengo la kitaaluma na mabweni ya chuo cha ufundi cha chuo kikuu cha ufundi cha Lugansk katika jiji la Starobilsk mapema Mei 22. Hali katika eneo la Engodar, mji wa satellite na mji wa eneo la nyuklia la Zaporizhzhia bado ni ya wasiwasi sana kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine, huku mabasi mawili ya abiria yakiharibiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni, kituo hicho kinaripoti kwenye Telegram. Vilevile jeshi la Ukraine limeshambulia Engodar ambapo ni eneo la nguvu za nyuklia. Shukran kwa babu ya kivita. Nini hasa ambacho kitaendelea? Hatua kwa hatua tutaendelea kujuzana kile ambacho kitaendelea. Mimi ni The Rich Voice.